tumaini kwa wamchao Bwana, siku wakilala watafufuliwa na Bwana. Mama yetu amefunga macho, lakini upendo wake bado unawasha moto ndani yetu. Maombi yake bado yanatembea juu ya vichwa vya familia. Tabasamu lake bado linaishi katika kumbukumbu zetu. Imani yake bado inamheshimisha Mungu na wema wake. Wale waliokufa katika Kristo wakiondoka, maisha yao yanabaki kuwa mguso, maisha yao bado yanakuwa na nguvu ya kuwafanya wale waliosalia kuendelea kupata tumaini. Mama amekufa, lakini bado anasema. Mama amekufa, lakini matendo yake yanaishi. Vile alivyovianzisha bado vitaendelea kusimulia mtu gani alikuwepo. Mauti sio mwisho, ni mlango wa kuvuka. Wapendwa, tumempoteza mama yetu, tumelia, tumewaza, tumepitia maumivu yanayochoma zaidi ya kisu. Leo tunasema kuna ugonjwa wa mauti, lakini kwa yeye aliye ndani ya Yesu, mauti sio mwisho. Kuna ugonjwa ambao hutapona, lakini roho yako inaweza kuokolewa. Kuna safari ya mwisho ya mwili, lakini kuna safari ya milele ya ufufuo. Yesu anapokuja, presha haitakuwako tena, mauti hayatakuwako tena, machozi hayataonekana tena. Anasema basi mimi nikienda kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo nanyi muwepo. Bwana Yesu asifiwe.
Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Mchungaji mgani hapa amesema huyu hapa amelala, halafu ametukumbusha kwamba Elisha ambaye ni mimi, huyo Elisha mwingine, samahani sana, kwamba alipata ugonjwa ambao ndio uliopeleka mauti. Sasa hapa sisi tunasema mama yetu huyu kwenu, mke wangu mimi, amepata shinikizo lililomuua. Sote hapa tuna mashinikizo mbalimbali, lakini hayatui. Lakini kwa sababu Elisha alipata ugonjwa uliomuua, basi na sisi tujiandae. Huyu kapata shinikizo, tutakalolipata tutakalotua, lakini tujiandae tukiamini kwamba Mungu anachopanga kama alichopanga kwa mtumishi wake na kwa huyu ambaye ni mwanaye atatupangia ipasavyo. Katika Wakorintho wa pili 1:3-4, ahidimiwe Mungu wetu ambaye ni Bwana wetu wa Yesu Kristo, ambaye yeye ndiye anayetupa rehema, anatupa ustahimilivu, lakini vile vile yeye ndiye ambaye anatupa faraja katika dhiki zetu. Ndugu majirani, ndugu wapenzi, sisemi kwa mpangilio wa ukubwa, marafiki zake, ndugu, kanisa la Waadventista wa Sabato wa Ukonga hasa, na kipekee zaidi kwaya ya Ukonga. Kwa ujumla wote nyote mmetufariji sana, lakini faraja hiyo mnayotupa ni kwa sababu Mtume Paulo katika kwa Korinto alitujulisha kwamba yeye Mungu ndiye ambaye anatupa faraja. Kwa hivyo mmepewa faraja na Mungu. Faraja ile mmeipitisha, channel imekuja katika familia, tunaipokea na tunawashukuru sana. Na neno hilo la faraja ambalo mmetupa sisi na jinsi ambavyo tumeshiriki na ninyi linakaa kwetu, ili na sisi tulipitishe waweze kupata na wengine, ili tuishi katika neema zaidi. Tunaliongelea hili katika kipindi hiki ambacho tumepata hii faraja, lakini hata kabla hapo, ushirikiano, kusaidiana kulikuwa ni kwingi sana. Lakini sasa hayo niliyokuwa nayaona kipindi hicho ya ushirikiano, na mimi ambavyo nafaidika na kama jina lake, neema yake, namna ambavyo wanalea watoto na mimi akinilea. Sasa leo ndio nagundua kwamba kumbe alikuwa si wa kawaida sana. Lakini naomba nimkumbushe mchungaji, nimtie moyo kwamba nimechelewa kujua kwamba si wa kawaida sana, lakini lile linaniimarisha nihakikishe kwamba ninalipokea lile alilonilea. Napokea maneno ya mchungaji Mgani na wengine wote waliotushiriki nao, linaishi kwetu. Sasa amelala, lakini yu hai,
Sasa nawaombeni sana kwamba tuishi kama bado tunaye, kwa maana kwamba hasa watoto. Nitafarijika sana kuona kwamba ushirikiano wenu mnamzidisha kwa watoto, kwangu kidogo tu, ili kusudi niwe nawaangalia, nami nifarijike zaidi. Kwa kweli tutiane moyo katika hili na katika mengine, lakini kubwa zaidi kama alivyosema watoto hapo, na hasa Taji, kwamba alikuwa yuko smart, analilisema analiishi. Akikwambia ina maana kwamba sio gumu, linatekelezeka. Kumbe alipokuwa anawavisha watoto, nikikuta nguo pale mimi naona kawaida kawaida tu, kumbe ni utaratibu wake. Si vibaya nikisema hata nilivyovaa hapa ni yeye. Nashukuru kwa jinsi ambavyo tumeishi naye. Basi naomba tuendelee kuishi katika Bwana na tushirikiane katika hili na hayo mengine, na tutakapomaliza kumweka katika nyumba yake nyingine ya milele, tukirudi hapa basi tuishi kama bado tunaye. Karibuni sana katika ushirikiano huo, na Mungu awatie nguvu, tushirikiane wote. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Sisi kama kanisa tunawapa pole wafiwa wote kwa tukio hili ambalo limetupata. Tunatoa pole zetu za dhati, lakini pia tunaendelea kutoa shukurani kwa watu mbalimbali ambao wamehusika kuratibu tukio hili mpaka hapa lilipofika. Tutoe shukurani za pekee kwa viongozi wetu wa kanisa, kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu kama walivyokwisha kutambulishwa, ambao tuko nao hapa, na wengine walihudumu hapa katikati kabla ya leo, na leo hatuko nao, lakini tunatambua kwamba wamekuwa pamoja nasi katika tukio hili. Pia tunatoa shukrani za pekee kwa uongozi wa kanisa la Ukonga ambao limekuwa bega kwa bega toka tulipopata taarifa za tukio hili mpaka hivi sasa. Hatutaacha kuitaja kwaya ya kanisa ambayo kwa kipekee kabisa mama yetu alikuwa ni miongoni mwa waimbaji na kiongozi katika kwaya hii. Kwaya hii imekuwa imetuwakilisha vizuri kama kanisa, kwa sababu wao walipiga kambi pale wakishirikiana na vikundi vingine vyote vya uimbaji katika kanisa letu. Mungu awabariki na muendelee kuwa na moyo huo wa kujituma, hasa katika faraja nyakati kama hizi. Pia idara ya vijana tunawashukuru sana kwa namna ambavyo mmeliwakilisha kanisa katika msiba huu. Dorcas pia tunawashukuru, na idara nyingine zote kwa ujumla wake zilizopo kanisani. Tunaamini mmeshiriki kwa namna moja ama nyingine katika kuhakikisha uratibu wa zoezi hili unaenda vizuri. Hatutaacha kuwataja washiriki mmoja mmoja, wote walioshiriki kwa namna moja au nyingine. Kuna watu wametoa fedha zao, wametoa rambirambi zao, wametoa muda wao, wamejitoa katika kuisaidia familia hii ili kuratibu zoezi hili. Mungu awabariki. Zaidi sisi kama kanisa tunawaombea, tunaamini ya kwamba Mungu ataendelea kuwa pamoja nasi, nanyi tutaendelea kuwaombea katika safari yenu ya kutoka hapa kwenda katika yale maeneo ya Lushoto. Mungu atakuwa pamoja nanyi, nasi tutaendelea kuwaombea, na nyie mtakapokuwa njiani muendelee kuimba na kusifu fadhili za Mungu. Mungu awabariki sana, katika jina la Yesu tunawabariki. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nipende kutoa nami pole sana kwa waombolezaji wote na wote walioguswa na msiba huu. Tuwe na tumaini kwamba Bwana ataendelea kuifariji familia. Lakini aliyetoka kuongea nasi
wengine hamkuwepo wakati wa ibada kuu, alitambulishwa kwetu. Yeye ni mchungaji William Izungo ambaye ameletwa kwetu kama mkurugenzi wa idara ya elimu na mawasiliano. Kwa hiyo imekuwa ni kwa faida ya wale ambao hawakuwepo wakati wa asubuhi pastor alipofanya utambulisho. Lakini ninayo heshima mchana huu wa leo kumleta kwenu ambaye amekuwa rafiki mkubwa wa kanisa hili la Ukonga. Na yeye huko aliposikia habari ya msiba wa dada yetu ambaye tumekutana naye katika mikutano mingi ya kwaya hii nzuri inayofanya kazi nzuri, wakati mwingine tulienda mpaka kule Nyamisati na katika mikutano mbalimbali, akasema hapana, lazima niende nikaweze kuwa faraja kwa familia hiyo. Mnasemaje wapendwa? Mchungaji huyo si mwingine ni mchungaji Christopher Ungani. Mchungaji Christopher Ungani anakuja kwetu kutokea ofisi za ngazi ya division, Eastern Central Africa Division, ambao makao yake makuu yako kule Nairobi, Kenya. Kwa hiyo yupo nchini kwa likizo fupi, lakini aliposikia habari hii kama alivyokwisha kusema, basi akasema aje aweze kutanika na wapendwa na marafiki ambao anawapenda. Pastor Christopher Ungani analipenda sana kanisa la Ukonga. Ana marafiki wengi Ukonga. Na muda utakapofika ataweza kusimama na kunena nasi mambo ambayo Bwana amempatia kama sehemu ya faraja kwa familia iliyoguswa na msiba huu. Lakini hakuja yeye peke yake, amekuja na mke wake. Mama Christopher Ungani, tafadhali uweze kusimama upate kuwapungia marafiki, ndugu na waombolezaji wapate kuona. Jamani, tumpungie mama huyo mkono. Mnasemaje? Amina. Karibu sana mama katika kanisa lako ambalo mmewachunga hapa na ninyi ni marafiki zao. Mara baada ya program ya wale wanaoendesha, muda utakapofika, sauti nyingine tutakayoisikia ni sauti ya mchungaji Christopher Ungani ambaye hapo awali alikuwa ni mkurugenzi akisimamia kitengo kile cha Hope Media pale kwenye ofisi zetu za ECD, lakini sasa anakuja kwetu kama mkurugenzi wa idara idara kubwa ya mawasiliano. Bwana alimchagua katika vikao vya mwaka huu 2025 na sasa ndiye anayesimamia idara ile ya mawasiliano kutoka ECD. Pastor, tumefurahi na tumebarikiwa kuwa pamoja nawe, na muda utakapofika tafadhali uje unene na watu wa Mungu maneno ya faraja ambayo Bwana amekupa. Bwana atubariki tunapoomboleza, tuwe na tumaini kwamba atakapokuja yote haya yatakoma. Mungu atubariki sote. Basi niwakaribishe sasa wale ambao wameandaliwa kwa ajili ya wasifu na historia fupi ya marehemu dada Tajieri Kitojo pamoja na Charles Kitojo. Karibuni sasa kwa ajili ya ratiba hiyo. Namba ambao tuko nao karibu, ambao wako karibu na Tajieri wamuongoze.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ningependa kushukuru kwa kuwaona wote hapa, ni faraja ya pekee sana. Na pia ningependa kuwakaribisha wote kwa ujumla katika ibada hii kwa ajili ya kutupa faraja sisi ambao tumebakishwa hapa duniani tukiwa tunaendelea na uhai wetu, ili iweze kuzidi kututia nguvu na kututia moyo katika maisha yetu ya hapa duniani tunapozidi kuendelea kumtukuza Mungu. Basi ufuatao ni wasifu wa mama yetu kipenzi Neema Charles Kinyasi, au kwa jina la kiitifaki zaidi alikuwa akifahamika kama Neema Kitojo. Wasifu wa marehemu Neema Charles Kinyasi. Ndugu wapendwa waombolezaji, leo tumekusanyika hapa kwa huzuni na masikitiko makubwa kumsindikiza mpendwa wetu marehemu Neema Charles Kinyasi ambaye ametangulia mbele za haki. Tunamkumbuka kama mwanamke wa thamani, mcha Mungu, mwenye upendo na moyo wa kujitolea kwa wengine. Utangulizi. Marehemu Neema Charles Kinyasi alizaliwa tarehe 26 Agosti mwaka 1973 katika kijiji cha Karanga mkoani Kilimanjaro. Alilelewa katika mazingira ya upendo, maadili na nidhamu yaliyomjenga kuwa mwanamke mwenye hekima, busara, uongozi wa asili na utu wa kipekee uliogusa maisha ya wengi. Elimu. Safari yake ya elimu ilianzia katika shule ya msingi Ukonga alikohitimu mwaka 1987. Baadaye alijiunga na shule ya sekondari Kisutu na akahitimu mwaka 1991. Mwaka 1994 alijiunga na chuo cha Msimbazi Center jijini Dar es Salaam ambapo alisomea na kuhitimu diploma ya walimu wa elimu ya awali, Early Childhood Education. Maisha ya ndoa na familia. Mwaka 1993 Neema Charles Kinyasi alifunga ndoa takatifu na mpenzi wake Bwana Elisha Pineli Kitojo katika kanisa la Anglikana Ukonga. Mungu aliwabariki na watoto wawili ambaye ni Tajieli Elisha Kitojo ambaye ni mwongozana naye hapa, pamoja na Charles Elisha Kitojo ambaye ni mimi ninayesoma. Neema aliwapenda watoto wake kwa moyo wake wote na aliwatumikia kama mama mkomavu, mlezi, rafiki na nguzo ya familia. Pia ameacha mjukuu mmoja aliyempenda kwa upendo wake wote wa pekee, akifahamika kwa jina la Gabriela Elia Mseti. Kazi na huduma. Marehemu Neema Charles Kinyasi alikuwa mwalimu mwenye moyo wa huduma aliyechukulia kazi yake kama wito kutoka kwa Mungu. Mwaka 2000 alianza kufundisha katika shule ya Saba Junior iliyoko Magomeni. Mwaka 2002 alijiunga na shule ya St. Lawrence Kipunguni Ukonga. Akiwa na shauku ya kulea watoto na kuweka misingi imara ya maisha yao, mwaka 2006 alianzisha taasisi ya Jotak Day Care, kituo cha kulelea na kufundisha watoto wadogo. Huu ulikuwa mwanzo wa safari ya mafanikio ambayo ilileta mabadiliko kwa familia nyingi. Kwa bidii yake, maono yake na moyo wa kujitoa, taasisi hiyo iliendelea kukua na mnamo tarehe 25 Januari 2025 Jotak ilisajiliwa rasmi kutoa elimu ya msingi, ishara ya urithi mkubwa alioacha katika sekta ya elimu na kwa vizazi vijavyo. Maisha ya Kikristo. Neema alizaliwa katika imani ya Kikristo kupitia kanisa la Anglikana. Baadaye aliongozwa na Roho Mtakatifu na kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato ambako alibatizwa mnamo mwaka 2000. Katika maisha yake ya kiroho alilitumikia kanisa kwa uaminifu katika nyadhifa mbalimbali ikiwemo shemasi, karani wa kanisa, mwimbaji wa kwaya ya kanisa, mwanachama wa Dorcas, na hadi umauti unamkuta alikuwa mwenyekiti msaidizi wa kwaya ya kanisa la Ukonga.
Alikuwa muumini aliyejitoa, aliyeishi neno la Mungu kwa matendo na upendo. Ugonjwa na kifo. Marehemu Neema alikuwa akisumbuliwa na tatizo la shinikizo la damu, ambapo kwa kipindi kirefu hilo tatizo lilikuwa linamsumbua. Mnamo mwezi wa 9 mwaka huu 2025 alipata ajali maeneo ya Chanika Italiani iliyosababisha kuvunjika mguu na kuteguka mkono. Alipatiwa matibabu na maendeleo yake yalikuwa mazuri. Hata hivyo, ghafla mnamo tarehe 3 mwezi wa 12 2025 majira ya saa 5 asubuhi alipatwa na tatizo la shinikizo la damu la juu na kukimbizwa katika hospitali ya Nguvu Kazi Chanika, ambako kwa bahati mbaya aliaga dunia. Tumempoteza mama, mwalimu, rafiki, kiongozi na mtumishi wa Mungu. Alikuwa taa iliyowaka na kuwasha nyingine nyingi. Tunafarijika kwa kujua kuwa mwanga huo utaendelea kuangaza kupitia familia yake, wanafunzi wake na kazi ya mikono yake aliyokuwa akifanya kipindi akiwa hai. Shukrani. Familia ya Kitojo na Kinyasi inapenda kutoa shukrani za dhati kwa kanisa la Waadventista wa Sabato kwa maombi, ushirika na faraja kuu mlizotupatia na mnazozidi kutupatia. Pia tunapenda kutoa shukrani kwa ndugu, jamaa, marafiki, majirani na wafanyakazi wenzake wote kwa kutia nguvu katika kipindi hiki kigumu kupitia sala, michango, ushauri na uwepo wenu. Pia tunapenda kutoa shukrani kwa walimu, wazazi na wanafunzi wa taasisi ya Jotach kwa upendo na heshima mlioonyesha kwa mama, mlezi na mwalimu wenu na mkurugenzi wenu. Tunathamini kila neno la faraja, kila machozi mliotugusisha na kila mkono mlioinyoosha kutuunga mkono. Mungu awabariki sana na awazidishie kwa kiasi kisichopimika. Bwana alitoa, Bwana ametwaa. Jina la Bwana lihimidiwe. Amen. Bwana ni mwema na wakati wote. Najua ninachoenda kuongea hakikuwepo kabisa kwenye script, lakini nimewiwa kukisema. Nipende kulishukuru kanisa sana kwa heshima ambayo mmetuonyesha sisi kama familia katika safari hii ya mwisho ya mama. Mama siku zote alikuwa akisisitiza utumishi kanisani. Ametulea tukiwa hapa kanisani na tumekuwa tukiwa hapa kanisani, na tutaendelea kuenzi yale mafundisho ambayo alikuwa akitupatia kila siku. Ni mama ambaye alikuwa na upendo wa dhati kwa kila mtu. Ni mama ambaye alikuwa hataki kuona mtu anaonewa. Yule ambaye alikuwa anaonekana anatengwa, yeye alikuwa anamchukua karibu na kumweka karibu ili na yeye ajisikie vizuri. Tunamshukuru sana mama kwa kutulea katika misingi mizuri. Alikuwa anapenda sana watu wawe smart, watoto wake wawe smart, wajukuu zake wawe smart. Tukija hapa kanisani, hata kama hayupo atapiga simu, Gabi amekula, Gabi amevaa vizuri, wewe umevaa vizuri, Kay amevaa vizuri. Kwa hiyo ni mama ambaye alikuwa na maadili mazuri, lakini pia alikuwa na upendo kwa familia yake yote. Kila mmoja hapa ukimuuliza, kuna namna moja au nyingine mama alimgusa, wedha kwa kiasi, wedha kwa nguo,
ama kwa kitu chochote, kwa mawazo, mama amekuwa ni mtu ambaye anajichanganya sana na watu, na hilo ni jambo ambalo ameniachia, ni jukumu kubwa ameniachia. Alikuwa na maono makubwa sana, hasa ukizingatia katika sekta ya elimu. Alipenda sana watoto. Taasisi alioniachia ni kubwa na ni nzito. Ninamwomba sana Mungu aweze kunitia nguvu ili ndoto zake ziendelee kuishi milele na milele. Nipende kuwashukuru sana na Mungu azidi kuwabariki. Amina. Asante mzee wa kanisa kwa salamu hizo. Lakini katika ibada hii ya faraja tumekuwa naye Dr. na mchungaji Pako, amekuwa akitufuatilia kwa njia ya mtandao, naye ametuma pole zake na ametuma ujumbe wa sauti. Wakati tunaenda kwa zoezi la kuona mwili, ni waandae Ukonga kwaya kwa ajili ya kuwa mkiimba wakati zoezi hilo litakapokuwa likiendelea na likifanyika, watu wakipita, tunapoelekea mwisho wa ratiba yetu ya leo. Aliyezaliwa na mwanamke, siku zake si nyingi, tena zimejaa taabu na mahangaiko mengi. Leo huchanua kama ua, kesho yake hunyauka tu. Anarudi mavumbi kule alikotolewa, anarudi mavumbi kule alikotolewa. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake si nyingi, tena zimejaa taabu na mahangaiko mengi. Leo huchanua kama ua, kesho yake hunyauka tu. Anarudi mavumbi kule alikotolewa, anarudi mavumbi kule alikotolewa. Lakini tusivunjike moyo, maana bado lipo tumaini ng'ambo ile ya kaburi. Yote haya tutayasahau, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti. Kifo hakina nguvu tena, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti. Kifo hakina nguvu tena, lakini tusivunjike moyo, maana bado lipo tumaini ng'ambo ile ya kaburi. Yote haya tutayasahau, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti. Kifo hakina nguvu tena, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti. Kifo hakina nguvu tena.
mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, vilio, maumivu havitakuwepo tena, kwa kuwa mambo hayo yamekwisha kupita, kwa kuwa mambo yamekwisha kupita, naye atafuta kila chozi katika macho yetu, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, vilio, maumivu havitakuwepo tena, kwa kuwa mambo hayo yamekwisha kupita, kwa kuwa mambo yamekwisha kupita. Lakini tusivunjike moyo, maana bado lipo tumaini ng'ambo ile ya kaburi. Yote haya tutayasahau, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti. Kifo hakina nguvu tena, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti. Kifo hakina nguvu tena, lakini tusivunjike moyo, maana bado lipo tumaini ng'ambo ile ya kaburi. Yote haya tutayasahau, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti. Kifo hakina nguvu tena, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti. Kifo hakina nguvu tena. Lakini tusivunjike moyo, maana bado lipo tumaini ng'ambo ile ya kaburi. Yote haya tutayasahau, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti. Kifo hakina nguvu tena, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti. Kifo hakina nguvu tena, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti. Kifo hakina nguvu tena, lakini tusivunjike moyo, maana bado lipo tumaini ng'ambo ile ya kaburi. Yote haya tutayasahau, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti. Kifo hakina nguvu tena, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti. Kifo hakina nguvu tena. Kila chozi katika macho yetu, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, vilio, maumivu havitakuwepo tena, kwa kuwa mambo hayo yamekwisha kupita, kwa kuwa mambo yamekwisha kupita, naye atafuta kila chozi katika
mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, vilio, maumivu havitakuwepo tena, kwa kuwa mambo hayo yamekwisha kupita, kwa kuwa mambo yamekwisha kupita. Lakini tusivunjike moyo, maana bado lipo tumaini ng'ambo ile ya kaburi. Yote haya tutayasahau, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti, kifo hakina nguvu tena. Maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti, kifo hakina nguvu tena. Lakini tusivunjike moyo, maana bado lipo tumaini ng'ambo ile ya kaburi. Yote haya tutayasahau, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti, kifo hakina nguvu tena. Maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti, kifo hakina nguvu tena. Lakini tusivunjike moyo, maana bado lipo tumaini ng'ambo ile ya kaburi. Yote haya tutayasahau, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti, kifo hakina nguvu tena. Maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti, kifo hakina nguvu tena. Lakini tusivunjike moyo, maana bado lipo tumaini ng'ambo ile ya kaburi. Yote haya tutayasahau, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti, kifo hakina nguvu tena. Maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti, kifo hakina nguvu tena. Uja kwanza toke kwanza hapa. Ungeniuliza singekubali, mpendwa wangu nimwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tu hangaile wako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje niachwa peke yangu? Mungu hapana, kwangu si sawa. Ila naelewa Mungu
unaanza na fariji Bwana, kwamba kunayo siku tutakutana naye, ile uliyoiweka pale kwa watu wanaokuamini. Nitie nguvu Baba, nimechoka, moyo unauma, nimechoka, nisaidie Baba, nimechoka, peke yangu siwezi. Tufundishe Mungu wetu kuhesabu siku zetu, japo dhoruba na shida, tusichoke kukutumikia. Hili limeniliza sana, limeniliza Baba, hili limeniumiza sana, nimeumia awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, ona nahisi umeniacha sana, umeniacha sana, nimeumia sana, nakiri nakuhitaji sana, Mungu wangu nisaidie. Mtu wa watu huyu, mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena? Mtu wa watu huyu, mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena? Kipo kifo mbele yangu, siku moja nitashushwa kaburini. Mwili huu wa dhambi hautadumu tena, utabaki ni mifupa tu mkavu. Kipo kifo mbele yangu, siku moja nitashushwa kaburini. Mwili huu wa dhambi hautadumu tena, utabaki ni mifupa tu mikavu. Mwili huu hauna thamani, japokuwa mwili na upenda, ila utarudi mavumbini. Ni mwili wa dhambi, ni mwili usiodumu. Ninachojua mwili huu bila Yesu ni bure. Mwili huu hauna thamani, japokuwa mwili na upenda, ila utarudi mavumbini. Ni mwili wa dhambi, ni mwili usiodumu. Ninachojua mwili huu bila Yesu ni bure.
nipende kufanya utambulisho mfupi, na baada ya hapo yule aliyeandaliwa kwa ajili ya kusoma historia ya mama yetu atasogea hapa, atatupatia historia hiyo. Baada ya historia, kwaya ya kanisa kutoka Ukonga watasimama na kutupatia wimbo, na baada ya hapo mchungaji atasimama na kutupatia neno la faraja, na baada ya hapo tutaendelea na ratiba zingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ufuatao ni wasifu mfupi wa marehemu Neema Charles Kinyasi, au kwa jina la kitifaki zaidi akifahamika kama Neema Kitojo. Leo tumekusanyika hapa kwa huzuni na masikitiko makubwa kumsindikiza mpendwa wetu marehemu Neema Charles Kinyasi ambaye ametangulia mbele za haki. Tunamkumbuka kama mwanamke wa thamani, mcha Mungu, mwenye upendo na moyo wa kujitoa. Marehemu Neema Charles Kinyasi alizaliwa tarehe 26 Agosti mwaka 1973 katika kijiji cha Karanga mkoani Kilimanjaro. Safari yake ya elimu ilianzia katika shule ya msingi Ukonga ambako alihitimu mwaka 1987, na baada ya kujiunga sekondari ya Kisutu mwaka 1991, na mwaka 1994 alijiunga chuo cha Msimbazi Center jijini Dar es Salaam. Maisha ya ndoa na familia. Mwaka 1993 Neema Charles Kinyasi alifunga ndoa takatifu na mpenzi wake Bwana Elisha Pineli Kitojo katika kanisa la Anglikana Ukonga. Mungu aliobariki watoto wawili, Tajieli na Charles Elisha Kitojo. Neema aliopenda watoto wake kwa moyo wake wote, na pia katika maisha yake alifanikiwa kumwozesha binti yake katika familia ya Mseti, hapo akapata mjukuu akifahamika kwa jina Gabriela Elia Mseti. Familia hiyo ambayo tulijumuika nayo pamoja katika kumuuguza na hata katika programu zote za mazishi, kazi na huduma. Marehemu Neema Charles Kinyasi alikuwa mwalimu mwenye moyo wa huduma aliyechukulia kazi yake kama wito kutoka kwa Mungu. Mwaka 2000 alianza kufundisha katika shule ya Saba Junior Magomeni, lakini akiwa na shauku ya kulea watoto na kuweka misingi imara ya maisha yao, mwaka 2006 alianzisha taasisi ya Jota Day Care, yani kwa kirefu chake ni ufupisho wa Joel, Tajieli na Charles, kituo cha kulelea na kufundisha watoto wadogo. Huu ulikuwa mwanzo wa safari ya mafanikio ambayo ilileta mabadiliko kwa familia nyingi, ambapo mnamo tarehe 25 Januari 2025 Jota ilisajiliwa rasmi kutoa elimu ya msingi, ishara ya urithi mkubwa aliyouacha katika sekta ya elimu na kwa vizazi vijavyo. Maisha ya Kikristo. Neema alizaliwa katika imani ya Kikristo kupitia kanisa Anglikana, lakini baadaye aliongozwa na Roho Mtakatifu na kujiunga na kanisa la Adventista wa Sabato ambako alibatizwa mwaka 2000. Katika maisha yake ya kiroho alitumikia kanisa kwa uaminifu katika nyadhifa mbalimbali ikiwemo ushemasi, karani wa kanisa, mwimbaji wa kwaya kanisa, mwanachama wa Dorcas, na hadi umauti unamkuta alikuwa mwenyekiti msaidizi wa kwaya ya kanisa Ukonga. Ugonjwa na kifo. Marehemu Neema alikuwa akisumbuliwa na tatizo la shinikizo la damu kwa kipindi kirefu. Mnamo mwezi wa 9 mwaka huu 2025 alipata ajali maeneo ya Chanika Italiani iliyosababisha kuvunjika mguu na kuvunjika mkono. Alipatiwa matibabu na maendeleo yake yalikuwa ni mazuri. Hata hivyo, ghafla mnamo tarehe 3 mwezi wa 12 2025 majira ya saa 5 asubuhi alipatwa na tatizo la shinikizo la damu la juu na kukimbizwa hospitali ya Nguvu Kazi Chanika, ambako kwa bahati mbaya aliaga dunia. Tumempoteza mama, mwalimu, rafiki, kiongozi na mtumishi wa Mungu. Alikuwa taa iliyowaka na kuwasha nyingine nyingi. Tunafarijika kwa kujua kuwa mwanga huo utaendelea kuangaza kupitia familia yake, wanafunzi wake na kazi ya mikono yake. Shukrani. Tunapenda kushukuru kanisa la Adventista wa Sabato kwa maombi, ushirika na faraja. Lakini pia tunapenda kushukuru ndugu, jamaa, marafiki, majirani, wafanyakazi wenzake wote kwa kututia nguvu katika kipindi hiki kigumu.
kupitia sala, michango, ushauri na uwepo wenu wote hapa. Tunathamini kila eneo la faraja, kila machozi mliotugusisha na kila mkono mlionyoosha kutuunga mkono. Mungu awabariki sana, awazidishie kwa kiasi kisichopimika. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Amen. Imani, Bwana asifiwe. Asante sana mchungaji kwa neno la uzima ambalo limekuwa na tumaini tena katika mioyo yetu. Sasa nitambue na kumkaribisha yule ambaye ameandaliwa kwa niaba ya familia kwa neno la shukrani. Atakuja hapa atasema maneno machache ya shukrani tunapoenda kwa ratiba nyingine. Nimkaribishe mtu huyo. Bwana asifiwe sana. Amina. Sifa Yesu Kristo. Wale wenzangu Waislamu, asalamu alaykum. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunisimamisha mbele yenu ndugu kwa ajili ya kutoa shukrani. Mimi mwenyewe sina nguvu za kuzungumza maneno mengi mbele yenu kwa sababu msiba huu umenigusa sana. Mimi nilikuwa Morogoro, tuko jirani sana, mahusiano makubwa sana na marehemu. Kwa hiyo nilikuwa nakataa hasa kuzungumza maneno hapa mbele yenu kwa sababu nguvu zilikuwa zimekwisha, lakini naona zinaanza kuja kidogo kidogo. Kwa hiyo mimi natoa shukrani kwa niaba ya familia kwa ajili ya sisi na ninyi kuwa pamoja katika shughuli hii, kwa sababu ukiwa na shughuli kama hii alafu umekimbiliwa na watu wengi kiasi hiki, lazima mshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na natambua kwamba kuna watu wametoka Korogwe, Mashewa, ambao ni ndugu na wazazi wa marehemu. Najua kuna watu wametoka Lugali na wametoka Konga ambao ni jirani na alipokuwa anakaa marehemu. Wengine ni walimu wenzake, wengine ni wanavikundi. Wote tunashukuru sana kwa kutukimbilia katika shughuli hii. Na kwa kifupi ni muombe Mwenyezi Mungu ili pale kila mtu ambapo alipatoa aweze kuzidishiwa maradufu. Kwa kweli tumefarijika sana na tumekuwa na imani kwamba marehemu alikuwa ni mtu wa watu. Kwa hayo machache, labda bila mwisho kabisa na sio kwa muhimu, lakini kwa nafasi ambayo nimepewa, ni washukuru wachungaji kwa kuja kutoa huduma hii hapa kwetu. Tunashukuru sana na nina imani kwamba ratiba itakayofuata itakuwa ni kwenda kumpumzisha sehemu yako ya milele. Asante sana kwa kunisikiliza. Sisi sote tupo katika chumba cha mtihani, kwamba tunajua ama hatujui, tangu baada ya dhambi dunia imefanywa kuwa chumba cha kupimwa, chumba cha mtihani. Katika chumba hiki cha mtihani, yeye aliyetuumba hakukusudia tukae katika chumba cha mtihani wakati wote. Alikusudia kuweka muda wa kupimwa ili tunapofuzu na kushinda mtihani atuinue na kutukweza kutoka katika hali tuliyo nayo
kuwa katika hali bora zaidi. Na kwa hiyo dunia ndiyo chumba cha mtihani, na Mungu ndiye ambaye anatupima ili kuona ikiwa tutakuwa waaminifu kabisa, tusibaki katika ulimwengu huu, lakini tuishi naye, maana tumefuzu, tukiwa katika hali ya kukwezwa, yenye mwili kama wa malaika, tuishi naye milele. Na kwa hiyo chumba cha mtihani, rafiki zangu, kina muda. Chumba cha mtihani kuna vitu vinaangaliwa. Unajua, mara baada ya nusu saa unapoingia katika chumba cha mtihani, msimamizi wa mtihani anaweza kukuruhusu uondoke ikiwa unahisi umemaliza mtihani wako. Maana haina haja wala haikusaidii chochote kukaa masaa 3 katika chumba cha mtihani ikiwa umemaliza mtihani. Nusu saa pekee inaweza kukutosha kupata A ama 100 kwa 100. Na kwa hiyo Mungu wa mtihani anasema katika miaka 50, 20 ama 10 umefuzu, umeshinda mtihani, unaweza kuacha karatasi yako nikiwa ninaisahihisha, utoke katika chumba cha mtihani, ulale mauti, maana umeshashinda mtihani. Na kwa hiyo utaketi nami, maana umeshinda mtihani. Na hao ndio wenzetu wanaoweza kuwa wanatangulia mapema, maana nusu saa imewatosha kumaliza mtihani. Na kwa hiyo usifurahie sana kukaa masaa 3 katika chumba cha mtihani, yaani kukaa tu miaka 90, 100 na kwenye mtihani umefeli. Kuna wakati kuna watu wanakaa kwenye chumba cha mtihani hawajui cha kuandika, wamelala na wanajihesabu wako kwenye chumba cha mtihani, na wakitoka wanatoka kapa, wamefeli mtihani. Mama yetu Neema Kitojo huenda amefanya lisali moja la mtihani, na aliyempatia mtihani akaona huyu imetosha kufanya mtihani. Kama mwanafunzi mwenye uwezo, ninapompima amefaulu. Neema, unaweza kutoka kwenye chumba cha mtihani, maana umemaliza mtihani wako. Niendelee kuwapima wengine ambao hawajamaliza mitihani yao. Mwenzetu amemaliza mtihani, akaambiwa peni chini, simama, unaweza kutoka nje, na ametoka kwenye chumba cha mtihani. Lakini mtihani una muda, hauendelei kufanywa tu wakati wote, kwamba umemaliza ama haujamaliza. Kuna wakati msimamizi wa mtihani anasema kalamu chini, simama juu, muda umekwisha, toka katika chumba cha mtihani. Na hapo ndio utaanza kujiuliza kwamba nimefaulu au nimefeli. Wapendwa, unaamka asubuhi unaenda kulima, unaamka asubuhi unaenda kuswali, unaamka asubuhi unakwenda kanisani, unaamka asubuhi unagombana na mume wako ama na mke wako. Jua kuna mwangalizi anayekupima katika chumba cha mtihani, na saa ikifika atasema muda umekwisha na ondoka. Sasa nikuulize, unaweza kulia kwa mwenzako ambaye amefaulu mtihani wake na amemaliza na ameondoka, na wewe hujui cha kuandika? Mtihani kwake umekuwa mwepesi, amefaulu. Na kwa hiyo haoni haja ya amemaliza maswali kabla ya muda na ametoka kwenye chumba cha mtihani. Na wale wanafunzi wanaojua mitihani migumu, ukimwona mwenzako anatoka unasema hey, mwenzangu yuko vizuri, amemaliza mapema, alijipanga sawa sawa. Mimi nitafanyaje? Mbona kwangu maswali ni magumu? Mbona nusu saa imeisha ndio kwanza hata sijaelewa maswali? Mwenzetu Bwana amempatia uwezo wa kutumia nusu saa
na kumaliza chumba cha mtihani. Ngoja nikwambie alivyomaliza ili na wewe umalize kwako. Jambo la kwanza, Neema mpaka analala alikuwa kwenye ndoa yake. Hakuacha ndoa, hakukimbia matatizo, hajaacha watoto wala mume. Yule baba pale tukimuuliza kama hawajawahi kuwa kwenye migogoro, atuambie. Midogo tu. Migogoro midogo na mikubwa ipo. Lakini Neema mpaka analala yuko kwenye ndoa yake. Hajaacha ndoa. Huo mtihani kuna watu wanaushindwa, wanakimbia mapema. Wewe ni wale ambao utakuwa umemaliza muda wa mtihani hujajibu maswali. Yaani ikiwa kuna watu hawaondoki duniani, wanakuwa wamekimbia majukumu, maana kwenye ndoa hawajamaliza majukumu. Ngoja nikwambie, hata kama ndoa yako ni chungu, baki mpaka umalize majukumu kwenye ndoa, maana ndoa ni kipimo. Penda mke wako, baki na watoto wako, baki na mume wako, maana huo ni mtihani, na siku ya mwisho itasahihishwa ikiwa ulibaki katika ndoa kwa uaminifu. Acha zinaa, acha kabisa zinaa, unapimwa kwenye mtihani. Baki ukiwa unawapenda wanafamilia, wape muda wa kutosha, waseme tulikuwa na baba mzuri, mwanamke aseme nilikuwa na mume mzuri, kwa kweli ameshinda mtihani. Kuna watu wakiwa hapa mbele, wake zao watakuwa hawalii, maana wanasema afadhali ameondoka, nitakuwa na uhuru, nilikuwa ninapigwa kila siku. Wewe umefeli mtihani. Watoto wanasema baba wa namna hii, mama wa namna hii, afadhali aliondoka. Ninakutia moyo, baki katika ndoa yako, ipende. Acha kukimbia kutafuta wake wa ziada, acha kukimbia huko nje, baki katika chumba cha mtihani, jibu swali la ndoa, uondoke ukiwa umefaulu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ngoja nikwambie jambo la pili. Neema aliacha alama. Mambo mawili yanatuleta duniani. La kwanza, kuandikisha jina lako katika kitabu cha uzima. Yaani hii ni wakati wa majaribio. Unapewa miaka 50 ama 60 ama 70, uchukue nafasi ya kuandikisha jina lako katika kuishi awamu ya pili ya maisha ya milele. Na kwa hiyo unatakiwa uchukue hiyo fursa ya miaka michache kuabudu, kujua wewe ni kiumbe. Biblia inasema katika Mhubiri 9 mstari wa 5, walio hai wanajua ya kwamba watakufa. Moja ya sifa ya kiumbe hai, anajua atakufa. Na kwa hiyo anajua, kwa sababu anakufa, anajua ya kwamba niishi na watoto nikiwaandaa ya kwamba kuna siku sitakuwepo, nitakuwa nimekufa. Niishi na mke nijue kuna siku sitakuwepo, nitakuwa nimekufa. Yaani mwenye akili anajua ninaishi lakini kuna siku nitakufa. Nikifa ninawaachaje watoto? Nikifa ninamwachaje mke? Ninamwachia nini? Huyu mama ameacha urithi kwa watoto, ameacha urithi kwa jamii, na ameacha vitu vya kushikika, ameacha alama. Ninakuuliza, unapotoka kwenye chumba cha mtihani umeacha nini? Watoto wasio na baba na mama, ugomvi na kuwafitinisha wengine, umbea. Umeacha kuwadharau wenzako, ndugu ambao hamsalimiani. Dharau na kuwamwagia wenzako maji na pikipiki tu. Ulipopata pikipiki umekuwa na jeuri. Hata kanisani huendi, msikitini huendi, eti uko bize. Uliponunua tuka ng'ombe, yani unakatia majani wakati wote, eti hauna tena muda wa kuabudu, yani uko bize. Ukiambiwa mama fulani huku kuna wenzako tena kwenye msiba, sasa ng'ombe haina majani siku hizi ninakamua kang'ombe. Uliponunua kashamba, ukaanza huku wanaita kidaru, ukaanza kumwagilia, ukaanza kuwa na dharau, hata muda wa kuswali uende. Wewe umefeli mtihani na haujitambui, maana wenzako wanaacha alama. Ukifa leo utakuwa umeacha alama gani? Huyu mama, wale waliokuwepo Dar es Salaam na hapa, ameacha alama ya upendo. Watu wanasema alikuwa na tabasamu, alikuwa ni mtu mwema, na hicho ndicho tunachopimwa katika chumba cha mtihani. Sikiliza nikuambie, kuna watu wakiondoka saa hii, wake zao watalia sana na jamii italia sana, kwa sababu kuna vitu ambavyo haviko sawa.
Ngojeni niwaambie wa baba mlioko hapa, ngojeni niwaambie wa mama mlioko hapa, mlioko katika chumba cha mtihani pamoja na mimi. Ninasema pia kwa nafsi yangu, sikilizeni. Wapeni wenzi wenu na watoto wenu sikio la kuwasikiliza. Kuna wengine hawatoki kwenye chumba cha mtihani, bali wanajikuta ya kwamba wanashindwa, masharti yamekuwa magumu, na kwa hiyo wanafukuzwa kutoka kwenye chumba cha mtihani. Kwa sababu gani? Ana stress lakini baba hamsikilizi. Yani anaumia moyoni lakini baba hajali. Ni mwanamke anasumbua mume na mume anasema bora tu niachane na mtihani nitoke, maana kwa kweli hata sheria amezisahau zinasemaje. Jamani, ninawaomba wapeni wenzi wenu nafasi ya kutua mizigo yao. Usifikiri ukiwa mwanamke kichomi ndio kuwa na furaha. Kuna wanawake wanasema eti mimi mume wangu hawezi kuniambia chochote, hapo hafui dafu. Hiyo ni sifa ya mwanamke mpumbavu ambaye hata jamii inajua ya kwamba mume wake hawezi kusema chochote. Kuna wanaume ambao ana hela ameweka benki, mke wake hajui chochote. Kuna wanaume ambao wasiohudumia familia zao, mama ndio anahangaika, mara amebeba kikapu na kuni, akirudi akatafute mboga, baba yupo tu anatembea na kaptula na hata yenyewe imechanika, magoti yako nje. Mama anahangaika, baba kazi yake ni kuja kuuliza haujapika chakula na hujaleta mboga, na wewe uko kwenye chumba cha mtihani. Ninawatia moyo ya kwamba unapimwa, na wakati utakapopimwa ujue ya kwamba ukitoka utakuwa umefaulu ama haujafaulu, na usitishwe sana wakati wenzetu wanapotoka. Jitazama. Aliyezaliwa na mwanamke, siku zake si nyingi, tena zimejaa taabu na mahangaiko mengi. Leo huchanua kama ua, kesho yake hunyauka tu. Anarudi mavumbi kule alikotolewa, anarudi mavumbi kule alikotolewa. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake si nyingi, tena zimejaa taabu na mahangaiko mengi. Leo huchanua kama ua, kesho yake hunyauka tu. Anarudi mavumbi kule alikotolewa, anarudi mavumbi kule alikotolewa. Lakini tusivunjike moyo, maana bado lipo tumaini ng'ambo ile ya kaburi. Yote haya tutayasahau, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti. Kifo hakina nguvu tena, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti. Kifo hakina nguvu tena, lakini tusivunjike moyo, maana bado lipo tumaini ng'ambo ile ya kaburi. Yote haya tutayasahau, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti. Kifo hakina nguvu tena, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti.
kifo hakina nguvu tena. Kila chozi katika macho yetu, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, vilio, maumivu havitakuwepo tena, kwa kuwa mambo hayo yamekwisha kupita, kwa kuwa mambo yamekwisha kupita. Naye atafuta kila chozi katika macho yetu, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, vilio, maumivu havitakuwepo tena, kwa kuwa mambo hayo yamekwisha kupita, kwa kuwa mambo yamekwisha kupita. Lakini tusivunjike moyo, maana bado lipo tumaini ng'ambo ile ya kaburi. Yote haya tutayasahau, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti, kifo hakina nguvu tena. Maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti, kifo hakina nguvu tena. Lakini tusivunjike moyo. Kwa namna ya pekee wale wenye majonzi, wale wenye huzuni, Yesu nenda ukawafariji. Na programu inapoendelea sasa, kila neno la uzima linapotolewa likatubadilishe maisha yetu, kujiandaa kwa ajili ya tukio kama hili, maana hata sisi ni watu wa kufa muda na wakati wowote. Hivyo kwa neno kutoka kwa mtumishi wako likatubariki, likatufariji, likatutie nguvu, lakini likatuandae kujiandaa kwa ajili ya tukio hili, lakini likatuandae pia kwa ajili ya uzima wa milele. Kuwa pamoja nasi sasa na hata milele, tunaomba katika jina la Bwana wetu Yesu, amina. Mimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo hizo funguo za mauti na kuzimu. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, na asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Hili ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao walio katika Yesu Mungu atawaleta pamoja nao. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele na milele. Basi mpokee faraja hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Asante wapendwa, kwa sababu imempendeza Mwenyezi Mungu
mwenye huruma katika upendo wake na hekima yake, kumruhusu mama yetu Neema Charles Kinyasi alale katika Kristo, nasi kwa moyo wa huruma twaweka mwili wake ardhini, udongo kwa udongo, majivu kwa majivu na mavumbi kwa mavumbi, katika tumaini la hakika lisilo na shaka, katika ufufuo wa uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye wakati wa ufufuo wake wa utukufu ataubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitisha vitu vyote viwe chini yake. Nasi twausubiria wakati huo kwa matumaini, kwa imani, maana siku si mbali, naye Bwana atatenda. Wale ambao wanaungana na wanatamani washiriki katika tendo hilo, mnaweza mkapata machepe, yanaweza yakawa mawili, kaweka pale na hapa, na utakuwa unatupa udongo, na baada ya hapo tutaendelea. Hilo chepe hapo linaweza kufanya kazi. Tafadhali naweza sasa kuweka. Tutakuwa tukimba wimbo namba 158. Umwendo gani nyumbani, mlinzi kanijibu, usiku sasa waisha, machweo karibu, usihuzunike tena, bali ulemewe mwendo, hata ushike ufalme ule mwangani juu. Na tena niliuliza, nchi yote ikajibu, sasa mwendo watimika, milele karibu. Usihuzunike tena, ishara kuu zasonga, na viumbe vyangojea sauti ya Bwana. Nikamuuliza shujaa, livyo kanitia moyo, shikilia mapigano, kitambo yaisha. Usihuzunike tena, taifa kwa moyo, tumeahidi watunu tuishaposhinda. Sio mbali na nyumbani, fikarata munjiani, latupoza roho nalo lafuta machozi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa huduma ya kuweka zege itachukua muda kidogo, tutabaki wengine tukiwa tunaimba wakati mafundi watakapoanza kazi, na kwa hiyo tutakachokifanya, tutasoma fungu la mwisho na tutafanya ombi, alafu tutawapisha mafundi wafanye kazi yao. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, masikani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya masikani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa Mungu wao. Naye atafuta machozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Wapendwa, mara baada ya kifo tutafufuliwa tukiwa na mwili usiopata mauti.
na kwa hiyo nia ya Mungu ni kwamba wale waaminifu wote wasikae hapa wakati Mungu yuko mbinguni. Na hapa tunamzika rafiki yetu, mama yetu, haendi mbinguni, anakuwa kaburini. Lakini Yesu atakapokuja, atakapotufufua, ataruhusu ya kwamba mahali yeye alipo na sisi tuwepo, na tutaenda tukitambuana, tutaenda tukijuana, tutafahamiana, na katika mawingu tutajuana. Na niwaambie, hakuna aliyetangulia kwenda mbinguni, hakuna atakayetangulia mwingine. Tutaenda wote kwa pamoja, na saa ikifika tutafika mbinguni, tutavikwa taji pamoja na Mungu wetu atatupongeza. Sasa tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa zawadi ya maisha ya mama yetu Neema Charles Kinyasi, ambaye amekuwa mbaraka kwa familia, ambaye amekuwa baraka kwa mume wake, amekuwa baraka kwa watoto, amekuwa baraka kwa kwaya ya Ukonga na kanisa na jamii, amekuwa baraka kwa wafanyakazi wenzake, amekuwa baraka kwa ndugu. Lakini asante kwa sababu saa ilipofika asingeweza kuruka mpaka uliomwekea na umeruhusu alale mauti. Baba, tunaomba faraja kwa wanafamilia, kwa ndugu na wafanyakazi. Tunaomba ukatutie nguvu ya kuishi maisha matakatifu, ili Bwana tukashinde mtihani katika ulimwengu huu na hatimaye kuishi mbinguni na wewe milele baada ya ufufuo. Na kuendelea na huduma hii, mbariki kila mmoja aliyoko mahali hapa. Baba, tumaini langu na nia yangu ni kwamba watoto wako waichukie dhambi, watoto wako waone thamani ya maisha, watoto wako tuthaminiane tukiwa hai, tusalimiane tukiwa hai. Baba, tutendeane mema tukiwa hai, ili Bwana tukatimize fursa ya bahati ya maisha, na saa itakapofika ya kulala kama Neema, tuwe tumefanya yale tunayoweza kufanya. Asante maana umesikia, utatubariki na kutuongoza. Tumeomba kwa jina la Yesu Kristo, amen. Ni kweli amelala, yuko kimya.